Jengwa darasa, tunamshukuru rais, ametujengea darasa. Sio wananchi walipa. Kwa nini? Kwa sababu najua kura ya wananchi imweki wa kumwondoa madaraka. Wanamsifia yule atakayewapitisha kwenye chama, yule atakayeisi waipe kura, yule atakayetuma polisi wapige waipe, ndio wasifia viatu ili na kwenye. Sasa si teketea. Watu wa Kyela mnanielewa? Watu wa Rungwe mnanielewa? Tumesema tukiendelea namna hii nchi hii itaangamia. Tumekuja kwenu kuwaomba muungane na sisi, tupiganie katiba na sheria bora, turudishe mamlaka ya kuongoza kwenye mikono ya wananchi, kama inavyosema katiba yetu ibara ya 8 kwamba msingi wa mamlaka na madaraka nchi yetu yatatoka kwa wananchi. Tukishapata hiyo, tutapata viongozi wazuri wanaotuheshimu. Tutarudisha uchumi wetu mikononi mwetu. Tutasababisha watoto wetu waajiriwe. Tutasababisha nchi hii watu wapate maji, watu wapate barabara, wapate matibabu mazuri. Iko hivi, watu wa Mbeya, watu wa Rungwe, mkoa wenu wa Mbeya una kilomita za mraba 62,000. 62,000. Nchi ya Israeli ina kilomita za mraba 44,000. Nchi ya Uholanzi ina kilomita za mraba 48,000. Kwa hiyo mkoa wenu wa Mbeya ni mkubwa kuliko Israeli, ni mkubwa kuliko Uholanzi. Uholanzi ina watu milioni 18. Mbeya kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 ina watu milioni 2.3. Tuna ardhi nzuri. Nyewe wenyewe mnaijua hii Rungwe yenu ni kama Kanani tunayohadithiwa kwenye Biblia. Kila zao linakuwa hapa. Nasema uongo? Nyie ni kama kule kwetu Tarime. Na ndio maana nyie ni watu wa misimamo. Ukitoka hapa mpaka unafika Kyela, mchere wa Kyela ni mchere namba 1 nchi hii. Uongo kweli? Mchere bora kabisa. Hapa mnalima parachichi, hapa mnalima viazi, mnalima nyanya, mnalima vitunguu, mnalima mahindi. Kyela wanalima mpunga, wanalima mahindi, wanalima kokoa. Serikali inachohitaji kuwafanyia watu wa Kyela ili wawe matajiri ni kuchukua maji ziwa Nyasa iwasogezee kwenye mashamba, ni kuwapa trekta na kuwapa mitaji, ni kuwapa mbegu bora, ni kuwapa mbolea. Lakini serikali ya CCM haifanyi hivyo. Mwaka jana peke yake nchi hii tumeagiza mchere kutoka Pakistani wa dola za Kimarekani bilioni 234. Kuliko wape wakulima wako hizo fedha, wavute maji walete kwenye mashamba, wanunue trekta, wanunue madawa, wanunue mbolea, wapande mpunga, unazitoa hapa, unazipeleka Pakistani kutengeneza ajira. Mchere wa basmati unaletwa Tanzania, wakati watu wa Kyela wanaweza kulima mpunga na wakajenga majumba. Mtu akilima mpunga pale Kyela, akijenga nyumba, akiuza akiwa anajenga nyumba, atamlipa fundi fedha. Fundi akipata fedha, atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga. Mama atapata fedha, atapanda boda, ataagiza bodaboda imletee mboga kutoka shambani. Bodaboda atapata fedha, atanunua mafuta kwenye kituo cha mafuta. Yule ataajiri mlinzi, fedha itazunguka, Watanzania watakuwa na uchumi. CCM inachukua hizo fedha
walime, watalima, watavuna, watalima tena, kwa mwaka watalima mara 3 au mara 4 mpunga, na watakuwa na uchumi. Serikali yenu inatoa hizo fedha inapeleka nje ya nchi. Hii ni serikali ambayo kwa ripoti za BOT imeagiza mayai, nyama za kuku kutoka Marekani kwa dola milioni 24.3, bilioni 68. Vijana wa Kyela, hizo fedha ukizigawa kwenye kila mkoa utapata bilioni 2.5. Ukizigawa kwenye kila wilaya, vijana watapata fedha, watajenga mabanda, mayai yatapatikana hapa Tanzania. Zinatolewa, zinakwenda kuagizwa nje. Serikali hii ambayo inajadili kila kitu, imia dola za Kimarekani bilioni 1.2 kiza chuma kutoka nje. Maana yake zaidi ya asilimia ya yetu imetumika kuagiza chuma, wakati tuna chuma pale Rudewa, Mchuchuma na Liganga, ambacho tungetengeneza tununue chuma ndani ya nchi. Tungempa mtu anayejenga SGR pesa za kujenga SGR kwa mkono huu tunamwambia chuma nunua hapa kwetu, tunampa kwa mkono wa kulia, fedha zinarudi kwa mkono wa kushoto ndani, zinakuja kuajiri vijana wetu. Tungeenda kumpa Arab contractors kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tunamwambia nondo zote lazima zinunue Tanzania, lazima chuma cha Tanzania kitumike. Ukishuka kwenye airport ya Afrika Kusini, wameandika bango kubwa pale, wanakuambia buy local to create job. Nunua ndani, vitu vya ndani kutengeneza ajira. Sisi fedha zetu tunazolipa kodi zinatolewa kwenda Ulaya kwenda kutengeneza ajira. Migodi yetu inachimbwa na Wachina. Watu wetu ambacho hawana ni ujuzi na vifaa vya kuchimba madini. Leo nilikuwa naangalia, tuko na Masaga pale, bei ya gramu moja ya dhahabu ni 255 kwa siku ya leo. Ukiwapa vijana wa Chunya, vijana wa Kyela mtaji na bidhaa za kuchimba dhahabu, watachimba dhahabu zile, watatajirika, watanunua magari, watajenga nyumba, uchumi utatembea hapa. Leo mmejihangaikia, mmetengeneza kilimo cha parachichi, serikali haijaleta hata watafiti. Nilikuwa naangalia bei ya parachichi ya Hass leo na Fro kwenye soko la dunia ni dola 3.4. Ukizikonverti, dola moja ni shilingi 2600 za Tanzania. Dola 3 ni sawa na 8640. Leo ndio soko ya dunia parachichi inavyonunuliwa. Na vile viparachichi mimi nalima pale Makongomi Mafinga, 4 tu ndio kilo moja. Uongo kweli? 4 ndio kilo moja. Nasema uongo? 4 au 3 kutegemea na ukubwa wa parachichi. Leo kilo moja kwenye soko la dunia ni shilingi 8000. Wasira amekuja hapa anaitangazia dunia, kwa sababu kauli ya kiongozi wa chama kinachoongoza ina implication kubwa. Anawaambia dunia kwamba msinunue maparachichi ya Rungwe kwa sababu yana fungus. Hawa ndio watu ambao wanaongoza nchi hii. Nataka hii kauli imfikie Hussein Bashe. Nataka kesho awaambie Watanzania kauli aliyosema mwenyekiti wake kama ni ya kweli, kwamba maparachichi ya Rungwe yana fungus. Na kama maparachichi ya Rungwe yana fungus, kwa nini serikali haijaleta madawa kuhakikisha inaondoa hiyo fungus ili wananchi wapate mazao yao yapate bei inayotakiwa? Leo naambiwa kilo 100 ya parachichi ndi inauzwa shilingi ngapi? 8,000, 10,000. Hata ukienda Dar es Salaam tu parachichi moja ni shilingi 2,000.
kamoja kale, uongo kweli? 2,000 3,000. Tunataka hawa watu wawajibike. Na ndugu zangu, hii nchi inagawanywa tu. Leo mmesikia leri ya Tazara imekabidhiwa kwa Mchina miaka 20 na ngapi? 27. Si mmesikia? Bandari walipewa watu wa DP World wa Arabu, si ndio? Nchi ya Dubai inayopewa bandari yetu mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000 peke yake. Yaani 1, 2, 3, 4, 70,000. Nyie watu wa Rungwe mko zaidi ya 300,000. Yaani nyie ni wengi kuliko Dubai ilivyokuwa mwaka 70. Walikuwa watu 70,000. Leo wako 3,000,000. Pipa la kwanza la mafuta Dubai wamezindua mwaka 69. Leo Dubai yenye watu 3,000,000 ndio inapewa bandari za Tanzania kuziendesha. Kwa unachukua bandari kwenye nchi ya watu 63 unaikabidhi kwa watu 3,000,000. Bandari ndio mlango wa kila kitu kinachoingia nchi hii. Hata silaha tununua kutoka nje kuja kutulinda hapa, vifaru vinapita kwenye bandari. Leo tukinunua silaha, Mwarabu yuko pale, najua tumenunua bunduki 10, tumenunua 20, tumenunua 30. Tuko uchi. Bandari yamekabidhiwa Mwarabu. Hata kiwanja cha ndege cha Kia amekabidhiwa Muomani kukiendesha. Omani. Uwanja wa ndege wa Kia aliujenga Mwalimu Nyerere. Kila ndege ikileta mzungu pale, ikitua tu kuna shilingi $55 anakatwa kwa kutumia uwanja wetu wa ndege. Akiwa anaondoka inakatwa $55, zaidi ya shilingi 300,000 kwa abiria mmoja. Kila kiwanja kinapitisha 1.5 kwa mwaka. Piga mara 300,000. Hata hizo kukaa pale tukakusanya hatuwezi, tunampa Muomani atukusanyia akajenge nchi yao. Ndio maana tumesema watu wa aina hii wanaogawa uchumi wetu kwa wageni, wanaacha watoto wetu wakiwa maskini, watu ambao wanatufundisha elimu ya hovyo madarakani, mashuleni, lazima tuwaondoe kwenye madaraka. Na hatutaki kuwaondoa kwa mtutu wa bunduki, tunataka kuwaondoa kwa kura. Ndio maana jambo la kwanza ni kuhakikisha kura zetu zinahesabika. Tumekwenda kwenye chaguzi 3 mfululizo, tumejihakikishia kwamba leo kura haiwezi kuhesabika tena. Uongo kweli? Sasa tunataka tuwalazimishe kuhesabu kura. Tunataka mabadiliko ya kimsingi kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tunataka mabadiliko ya kimsingi kwenye katiba ili tushiriki kwenye uchaguzi huru na haki. Sema wana nguvu, si wamesema wanachama wengi kuliko sisi. Tuweke uchaguzi huru na haki, polisi wawe referee, mpira uchezwe pale. Sisi na CCM. Hatutakubali tena udanganyifu wa kijinga. Na hatusemi kwamba tutasusia uchaguzi.